Moja katika viongozi wa kanisa Katoliki, baraza la maaskofu TEC, ni watu muhimu sana katika taifa letu. Kwanza watu wajue, tunapowazungumzia maaskofu usije ukadhania unamzungumzia kama muimba singeli tu. Ni mtu mkubwa, mtu muhimu sana katika taifa. Kama tulimsikiliza maneno yake, nikichukua tu baadhi ya maneno yake, alisema sio kila maandamano ya hukumiwe kuwa ni nini? Uhaini ama fujo, kitu kama hivi. Alisema ikiwa yatatumika kama njia ya kufikisha ujumbe. Lakini aliyesema ile maneno mwisho alidondokaje? Bora yawe ya amani. Hapa ndio sehemu muhimu sana. Baba Askofu alisema bora yawe ya amani. Wakati kanisa inatoa tamko, wao kwa macho yao waliona yale yalikuwa ya amani. Wakati msimamizi mwenyewe, kiongozi wa Chadema, walioandaa hayo maandamano, anasema sio maandamano, wanakwenda kukinukisha. Na maana ya kukinukisha Waswahili tunajua, wanakwenda kufanya uasi. Maana ya kufanya uasi tunajua, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Baraza la maaskofu wakati wanatetea haki, hawaoni kwa lugha hizi ilikuwa inatosha mapema wao wajitokeze kuwarekebisha na kutoa kauli yao kwa lugha hii sio sawa. TEC ilikuwa wapi mpaka jambo limeharibika wanakuja kulaumu? Ni ajabu. Mtu asilaumu alipojikwaa akaenda kulaumu alipoangukia. TEC walikuwa wapi maneno ya uasi na fujo yanatamkwa? Mheshimiwa Heche alirudia mara 3 na akisema wanajipanga hatua kwa hatua, sio kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi tu. Aliongeza uchaguzi hautafanyika. Kwa maana ipi hautafanyika? Na kwa nini iwe ile siku ya uchaguzi? Huoni kupiga kura ni haki ya Mtanzania? Ukienda kuvuruga uchaguzi, huoni kwamba umekwenda kumnyang'anya mwingine haki? Unadai vipi haki namba 1 unasahau na haki ya namba 2? Linafikirisha. Unatamani uulize swali, au baraza la maaskofu linahusika? Unatamani uulize swali, na inawezekana sivyo, lakini mapito wanayopita baraza la maaskofu inatutia mashaka. Sehemu ya kwanza, natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano kwa mujibu wa waasisi wa maandamano hayo, ambayo sisi twaita maandamano, lakini wenyewe walisema wanakwenda kukinukisha. Bahati nzuri Mheshimiwa Lissu, Tanzania mwenzetu, bila shaka anaijua sheria yanapokuwa maandamano ili yawe halali yaweje. Akijua hili, kwa nini atumie lugha wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kuvuruga uchaguzi? Kwa nini watumie lugha hizi? Tunatamani kuliomba baraza la maaskofu lisimame katika nafasi yao ya kushirikiana na serikali, kwa sababu raia wanaokwenda barabarani sehemu ni raia wa kwao, sababu ni waumini kanisani, wanapata maelekezo kanisani, wanapata maelekezo msikitini. Kwa hiyo viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Lile linaloashiria amani waliunge mkono, na lile ambalo haliashiria amani walipinge na kuwaelekeza watu wao. Babdeo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.